kumbuka ulikotoka. Kumbuka ulikotoka. Kama unataka kuishi na kuongezeka katika jambo lolote, unataka kuishi katika huduma na kuongezeka, unataka kuishi katika uongozi na kuongezeka, unataka kuishi katika biashara na mtaji na kuongezeka, unataka kuishi katika siasa na kuongezeka, unataka kuishi katika karama na kipawa na kuongezeka, ni jambo moja tu Biblia imesema, ukumbuke ulikotoka. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 8, tasoma mstari wa 1, alafu tasoma mstari wa 14 na kuendelea. Utaelewa kwa nini watu sasa hivi wamefulia kwa kiwango hicho. Kwa nini watu leo alikuwa pale sasa hivi hata haonekani mahali alipo? Ni kukumbuka ulikotoka. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 1, Biblia inasema, amri hii ninayokuamuru leo mtaishika na kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka, mpate kuishi na kuongezeka, na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Mstari wa 14, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri na katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kuupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama ilivyo leo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Ukikumbuka mahali ulikotoka, ukakumbuka siku ambayo ulifeli mtihani na ukaona kabisa unaenda kupoteza nafasi ya kuendelea kuwa chuoni, unaenda kudisco, lakini Mungu akakusaidia ukasapua, na leo katika degree hiyo ya machozi ndiyo imekupa nafasi ya kazi mahali fulani. Ukakumbuka ulikotoka, ukakumbuka Mungu ambaye amekusaidia katika maisha yako. Mlizaliwa wengi pale kijijini, kijiji unachotokea. Wengine hawakwenda wakafikia mahali ambako umefikia, lakini kumbuka mahali ulikotoka. Watu wengi hawakumbuki walikotoka. Mimi ni miongoni mwa wachungaji ambao ninakutana na watu wenye dhiki na kuwaombea na kuwasaidia, na wengine kuwalipia ada na kuwasomesha, na wengine kuwatambulisha kwenye madhabahu hii wakiwa wamevaa shati moja, hawana suruali ya pili, na kama wamevaa hiyo suruali inaitwa usinipite Mwokozi, oversize. Nimetambulisha watu hapa walikuwa wana sura za kizee, sasa hizi naona wamekuwa vijana, lakini wamesahau Mungu. Walichomoka, wengine wamechomoka na vitu vya ajabu. Amekutana na dada mweupe tu amejipaka mkorogo, yaani ameniacha mimi na Mungu hapa madhabahuni, ameondoka na mkorogo. Kumbuka ulikotoka. Kumbuka ulikotoka. Mungu amekutoa wapi? Na kama unataka kuishi na kuongezeka, dawa ni kukumbuka mahali ambako Mungu amewahi kukutoa. Wapo wengine ambao ulienda kuomba hiyo kazi ukiwa una shida kubwa, unaomba, unaweka nadhiri kila hatua, Mungu ukinipa hii kazi, Mungu ukinipa hii kazi, na Mungu amekupa ile kazi. Kwanza umemsahau Mungu, umesahau na kampuni na taasisi iliyokupokea kwenye hiyo ofisi. Leo una kiburi cha ajabu huko ofisini. Hivi ni wewe kweli tulikupokea tukakufanyia interview, siku ya kwanza ulikuwa umenyoa vizuri, umetoka saluni, unasalimia kila mtu, unapiga magoti ofisi nzima? Ni wewe?
Ni wewe ambaye saa hizi ni mwiba kwenye hii ofisi. Ni wewe. Wewe si tulikupokea hapa tukakuretain, tukakuonyesha hapa, tukakuonyesha hapa. Si wewe tulikupokea kwenye ofisi hii juzi. Lakini umesahau ulikotoka. Wengine mliajiriwa kwenye hii taasisi, hata nguo za kuja kazini mlikuwa hamna. Ulianza hata kuazima. Na tulijua ulivyokuwa unavaga oversize. Lakini saa hizi unatikisa wigi mama. Hivyo. Yaani hivyo. Unaona watu wote hapa ni kama nyanya mbovu, ni kama cabbage. Hivyo zilizooza sokoni hazina soko. Namna ambavyo kwenye taasisi hii kwa sasa unavyoonekana kuringa na kuwa na kiburi. Lakini tulikupokea ukiwa una nguo moja. Kumbuka ulikotoka. Hilo tu. Ukumbuke mahali ulikotoka. Kumbuka mahali ambako Mungu amekuvusha. Yakobo akasema alipotoka akiwa tajiri katika nyumba ya Laban, akafika kwenye mto, akamwambia Mungu, nilivuka katika mto huu nikiwa na fimbo yangu tu mkononi mwangu, lakini leo umenirudisha nikiwa na matuo mengi. Kuna wengine hata mliingia hapa Dar es Salaam mlikuwa hamna hata begi la nguo. Uliweka nguo kwenye boksi la SMS la sigara za SM zamani pamoja na boksi la Sport. Na mibegi ile fulani ilikuwa inazungushwa hivi, inazipu, unafungua hivi, inafungua hivi. Leo una nyumba Masaki, una nyumba Mbezi Beach, una vitu ambavyo havibebeki. Hata nikikwambia ondoka uende Mbeya, ondoka uende Kilimanjaro, ondoka uende Bukoba, utabebaje wealth, utajiri ambao Mungu amekuwekea kwenye nchi hii? Lakini ulikuja na fuso hapa mjini. Ulikuja Dar es Salaam huna kitu. Ndio kwanza umemaliza chuo huko wakati wa Mwalimu Nyerere, umepangwa hapa, unapanda treni huko, unakuja hapa mjini, umepangiwa sio taasisi gani. Unajua ulivyoingia hapa. Na hata kama una kapicha ka mtu fulani unayefahamu namna alivyoingia mjini, mtumie tu, mwambie uliingia ukiwa hivi. Manake wengine hawataki. Sasa hivi tena hawataki. Manake hivyo watu unaongea naye nini bwana? Leo akiongea na wewe yani anaona kama anakaa Paris, Ufaransa. Ana nywele zimemzidia, anatikisa, na huko kichwani ukiangalia kuna kipilipili bado. Kiburi. Kumbuka ulikotoka. Kiburi cha uzima kilichomuondoa shetani, kilichomuondoa Lucifer kwenye enzi mbinguni, ni katika kujisifu na kujisahau kwamba yeye ni malaika na ni kerubi afunikaye, aliwekwa kwa ajili ya sifa, akataka na yeye aabudiwe. Ndivyo ambavyo ninaona uliingia kwenye hii ndoa. Kwa kweli katika watu ambao Mungu aliwabariki hata kupata nafasi ya kumuoa huyo binti, ulikuwa huna hiyo qualification ya kumuoa huyo binti, lakini Mungu akafanya tu na ukampromise huyo binti vitu vingi. Lakini angalia leo jinsi unavyomnyanyasa mtoto wa watu. Angalia unavyomnyanyasa mtoto wa watu. Na wewe pia uliolewa, kumbuka ulivyokuwa unachora na kucha kwenye ardhi, unazungumza, unachora na mguu hapo kwenye ardhi. Leo umekuwa mama mwenye nyumba, unaitwa mama mjengo. Umebadilika au kuaga hivyo? Kumbuka ulikotoka. Kumbuka ulikotoka. Angalia ni wapi ulipoanguka ukatubu. Umebadilisha kabisa ule mtazamo ambao tulikuona nao mwanzoni. Lakini angalia jinsi ambavyo umepoteza vitu vingi kwenye maisha ya kwako kwa sababu tu ya kusahau mahali ambako Mungu amewahi kukutoa. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati nitakuomba uandike somewhere mlango wa 28. Hiyo ni homework. Nenda kasome. Soma baraka za wale watakaomkumbuka Mungu katika maisha yao. Alafu usome zile laana za wale ambao
watamsahau Mungu kwenye maisha yao na watasahau walikotoka. Ukisahau ulikotoka, maisha yako nenda kayapime. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 imegawanyika baraka na laana. Alafu wewe utaangalia upo wapi. Uko kwenye lile eneo la baraka, utabarikiwa mjini, utabarikiwa kijijini, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo, kila utakalolifanya litafanikiwa kama utakumbuka ulikotoka. Na hapo chini pana laana ya kwamba mbingu zitafanyika kuwa shaba na ardhi itafanyika kuwa chuma kama utamsahau Mungu aliyekutoa mahali fulani. Na Waswahili wameamua kusema pata fedha tufahamu tabia yako. Maana yake mtu akiwa hana kitu ana tabia nyingine, na akipata anabadilika, anakuwa na tabia nyingine. Kumbuka ulikotoka. Wengine hata mlisomeshwa na sadaka kanisani, inawekwa kikapu hapo, unachangiwa ili uende shule, lakini baada ya hapo wala hujui kama uliwahi kusomea sadaka. Hata kanisani ukanyagagi tena, hata huo mpango wa mambo ya Mungu hata kidogo yani hauna tena hiyo sababu. Kumbuka ulikotoka. Na hapa duniani kama unataka kwenda mbali, ukumbukage tu Mungu alikutoa wapi. Nimeona jinsi ambavyo watu wengi wamesahau walikotoka na wakabeba machungu, na hata inawezekana mateso unayopitia saa hizi, hasara unayopitia, fedheha unayopitia, ukaufu na jangwa unalopitia, huzuni unayopitia na aibu unayopitia saa hizi ni matokeo ya kusahau ulikotoka. Mtu ambaye anakumbuka alikotoka anajituma, anatumia muda wake to the maximum, ana discipline, anajua ni nani wa kumwambia shikamo na ni nani wa kuitikia marahaba, anajua ni jinsi gani anaingia anatoka. Hata mtu akimuona hivyo anasema fulani anajitambua, anaonekana kabisa. Hata hapa kanisani kuna wengine na waangalia, najua hii type hii design hii ya binadamu, hii species hii aina imesahau mahali alipotoka. Na mtu aliyesahau mahali alipotoka ni mbaya mno, lakini adhabu yako, destiny yako imeandikwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Never miss. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 nimesoma, na Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Hiyo ifunge kwenye kinywa, kwenye shingo yako kama cheni ya dhahabu. Tembea nayo, ujue ya kwamba Mungu ni Mungu aliye hai. Wengine hata ukimwambia uko wapi tena siku hizi, hana mpango na wewe. Na kitu kingine cha kupima wachungaji, mimi nimekuwepo kwenye hii madhabahu. Ukimwombea mtu ukaona amerudi, ujue hiyo shida yake bado haijaisha. Ila ukimwombea mtu ukaona hajarudi tena, ujue ameenda kubarikiwa. Kwa maana ni mpaka tena apate tatizo ndio utamuona kanisani anakuja tena. Mchungaji, nilienda nikafanikiwaga sana wakati ule ulivyoniombea, nilibarikiwa sana, lakini bwana sijui nilijikwaa wapi, alafu tena sijui nilipata kisirani gani, nafikiri watu walionionea wivu, nafikiri nililaaniwa, alafu kwetu bwana kuna laana. Hamna laana yoyote, ya kwako imeandikwa kwenye, umelaaniwa na Biblia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Kumbukumbu la Torati. Acha mizimu kuisingizia, acha shetani kumsingizia uongo, utakwenda kuhukumiwa na shetani mbinguni. Acha hiyo habari ya kumsingizia shetani, acha. Imeandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 na mlango wa 8. Hapo Mungu hana huruma juu ya kiumbe mwanadamu ambaye anasahau mahali alipotoka. Kumbuka ulikotoka. Tumsifu Yesu Kristo.